na tujibu hili swali, kwa nini watoto hawajaenda shule? Kwanza kuna hiyo confusion ya placement. Uje pili kuna maneno ya fees na capitation. Yes. Uje ya tatu kuna confusion hiyo ya ni kitu gani kinahitajika kwa shule, unahitaji kufanya nini. Haya yote yanaonyesha kitu moja. Kwa upande wa serikali hakukuwa na mpango kapambe wa kutosha mwanzo. Okay. Kwa sababu unajua haya maneno vile tulikuwa tunafanya wakati tulikuwa kwa hiyo wizara. Mimi kama ningekuwa kiongozi wa nchi hayo ni maneno ningemaliza mwezi wa Novemba. Okay. Kabla wazazi hawajaenda Christmas na mambo mengine. Na waziri mkae chini na waziri ya kuonyesha hii ndio inafanyika. Na waziri aanze kuhusisha kamati za wazazi na shule. Anatangaza pale mapema even kabla placement haijafanyika. Kila mzazi Kenya, kila kamati ya wazazi, kila mtu, viongozi wa dini ambao kwa sababu dini imeegeza sana kwa elimu, kila mtu anaelewa ni kitu gani kinafanyika. Okay. Sio eti ungojee sasa kwanza mtihani utoke. Pili, placement ni shida kubwa. Tatu, sasa taharuki imetokea, kila mtu anaenda mwingine north south, hakuna mtu anaelewa kitu gani inaelekea. Na unaona wazi kwa wakubwa wa serikali wao wenyewe. Mmoja anatuambia wale wameenda shule ni 61%, mwingine anasema ni 71, mwingine anasema ni 91, na wote ni serikali moja. Unaona clearly kuna shida ya coordination kwa serikali, kwa sababu wakati ule tulikuwa tunakaa chini nikiwa katika wizara, even wakati nilikuwa nimetoka katika wizara ya elimu, nikiwa Ministry of Interior, kwa sababu coordination of national government pia ilikuwa responsibility yangu. Yes. Tunakaa chini, waziri wa elimu Profesa Magoha, mimi mwenyewe tunakaa pamoja, na tukitaka mambo ya takwimu za kuenda shule tunaita Minister of Planning. Kwa sababu yeye ndiye akona Kenya National Bureau of Statistics. Tunatafuta mbinu ya kujua hakika ni nani yako wapi na ni nani ameenda wapi. Okay. Kufikia Novemba tumepanga hii maneno yote imemalizika. Sasa sio eti zote tunashitukia, wakati mwingine unaona mawaziri wenyewe, watu wengine wakubwa wa serikali wanaulizwa maswali hawezi kujibu wewe vizuri. Kwa sababu hakuna mpango, hatujatilia maana hii kazi. Hiyo ndio sio priority yetu. Sasa mzazi na mtoto na mwalimu wote wameachwa. Okay. Kujitetea. Hiyo ndio shida tuko nayo katika sekta ya elimu. In total, mtu akikuuliza tu describe sekta ya elimu in Kenya in one word, chaotic. Okay. Ni shida, hakuna mtu anaweza kukuambia kitu ya kweli. Sasa angalia wale wamefanya KCSE, wale wamekuwa selected kwenda university, na TVET hapa katikati nini inafanyika. Mambo ya student loans sijui kama kuna mtu anaelewa ni kitu gani inafanyika. Kila nikienda niko nje na kukutana na wananchi. Nilikuwa kwa mkutano wakati mwingine Kisumu, na kuta wanafunzi wa vyuo vikuu wengine wanakuambia mimi nimesimamisha, nimedefer and so on. Nitarudi baadaye kwa sababu siwezi kulipa hiyo pesa. Wewe jiulize Katonye, tukiendelea namna hii miaka 3 ama 4 nyingine, kutakuwa nini kwa nchi? Tukiendelea na hii shida unaona namna hii, confusion hii. Wasiwasi inaendelea namna hii. Ile kitu tu inaendelea, ile kitu ya muhimu kwa hawa wenzetu, ndugu zetu viongozi wa serikali, kitu muhimu kwao ni baraza, kubeba watu, kuwalipa na kujipiga kifua. Okay. Hakuna wewe niambie, hizi pesa zote zinalipwa, watu wanalipwa huku wanabebwa na mabasi. Kama hii pesa yote ingekuwa kwa ministry, tuna pesa ya kutosha Kenya. Hiyo ndio ninasema. Tuna pesa ya kutosha Kenya. Okay. Wale tunauliza uongozi because tunakuzaisha haya. We want to fix this. Hizi pesa zinanunuliwa watu kila siku, wanapelekwa sijui wapi, State House wapi, Sakana kupewa pesa. Hii pesa yote tuiweke kwa Ministry of Education. Tulipie watoto wetu shule, ili capitation iingie mapema, watoto wapate huko shule kifunguliwa, pesa iko kwa shule. Na umesema pesa iko. I mean, sasa wewe jiulize hii ya kulipa watu inatoka wapi? Okay. Mheshimiwa, wazazi especially wa grade 10 wanalia wanaongezewa pesa, lakini hizi ni pesa fiche, zinafichwa, development fees,